maarufu ya Titanic kama ya meli kubwa zaidi, kitu ambacho si cha kweli. Je, ungependa kufahamu meli kubwa zaidi iliyopata ajali ulimwenguni? Ngoja nikupe story moja. Hii ni story moja. Ilikuwa ni safari ya ndoto iliyojawa na furaha, si tu kwa wasafiri bali hata kwa nahodha wa meli ya kifahari na ya kitalii, yani cruise ship iliyoitwa Costa Concordia, iliyokuwa ikitoka Civitavecchia huko Italia, ikiwa imebeba abiria zaidi ya 4200. Usiku wa Ijumaa Januari 13, 2012, meli hiyo ilibeba watalii wengi waliokuwa likizoni. Wengine walienda honeymoon pamoja na familia zilizokuwa na furaha. Labda ilikuwa ni kwa sababu ya kutimiza ndoto ya kusafiri na moja kati ya meli kubwa zaidi za kitalii. Hivi nimesema meli ya kifahari Najua unajiuliza ufahari wake ulikuwa wapi haswa. Haya, sawa. Sikuachi njia panda, nitakwambia hapa. Meli hiyo ilikuwa na mabwawa ya kuogelea, migahawa ya kifahari, sinema, kasino na hata ukumbi wa michezo. Umeona ufahari wake? Basi nahisi ndo sababu ilikuwa ni ndoto ya wengi. Juu ya daraja kuu la meli hiyo, nahodha Francesco Cettino alikuwa na furaha sana na alipanga kufanya kitu kinachoitwa saluto. Na uhakika ungependa kwanza kufahamu saluto ni nini, si ndio? Kwanza, katika lugha ya Kiitaliano, saluto ni salamu au kuonesha heshima. Si hata wewe unafahamu saluti ni heshima kwa muktadha wetu wa Kiafrika Ila katika usafiri wa majini, saluto ni desturi isiyo rasmi, ambapo meli hupita karibu sana na pwani ya mji au kisiwa ili kuonyesha heshima kwa wakazi wa eneo hilo, kumshukuru au kumheshimu mtu maalum, au wakati mwingine kuonesha show tu kwa abiria. Na pia saluto inaonekana kama ujanja na ujasiri kwa manahodha. Haya, tushaifahamu saluto. Tuendelee sasa. Nahodha Francesco Cettino alifanya saluto katika pwani ya mji wa Giglio ili kuonesha heshima kwa wakazi wa Giglio, hususani mmoja wa wafanyakazi wa meli hiyo ambaye alitokea katika mji huo, yani alizaliwa na kukulia katika mji wa Giglio. Ingawa stori zingine zilimhusisha nahodha huyo pia kufanya saluto ili kumfurahisha mwanamke mmoja aliyekuwa naye darajani usiku huo. Si unasikiaga ule msemo wa usilolijua Haya, mtanisaidia kumalizia huko. Sasa ambalo hakulijua Cettino ni kwamba siku hiyo maji yalikuwa na kina kifupi zaidi na yeye hakufuata ramani halisi ipasavyo. Saa 3:45 usiku, meli ikiwa imekaribia kabisa pwani ya Giglio, abiria wakifurahia chakula cha usiku na wengine wakiwa kwenye show, mara boom, meli iligonga mwamba mkubwa uliojificha chini ya maji, na mara ghafla umeme ukakatika, vitu vikaanza kuanguka na maji yakaanza kuingia kwa kasi melini. Abiria walidhani ni effect ya show na wengine walianza kucheka, ila wafanyakazi walijua ni hatari kubwa imeingia. Dakika 10 baadaye meli ilianza kuzama upande mmoja na hakukuwa na tangazo lolote la hatari kutoka kwa nahodha, kwani nahodha aliamini kuwa anaweza kubadili hali. Alipiga simu kuomba msaada, lakini alikuwa amechelewa kutangaza abandon ship, yani hali ya kuwataarifu abiria kuondoka kwenye meli kwa kutumia boti za kuokolea kwa zaidi ya saa moja tangu meli kugonga mwamba. Baadhi ya boti za kuokolea hazikuweza kushushwa kutokana na meli kuinama sana. Watu waliruka baharini na kulikuwa na kelele, giza na baridi kali, huku baadhi ya watu wakifanikiwa kutoroka, lakini watu 32 walifariki na wengine walijeruhiwa. Nahodha Cettino alikutwa kwenye boti ya kuokolea kabla ya kuhakikisha kuwa abiria wote wako salama, jambo lililoleta hasira sana na kumhesabu kuwa alikimbia majukumu. Meli hiyo ilikaa ubavuni kwenye mwamba kwa miaka 2 kabla ya kuondolewa kwa teknolojia maalum. Baada ya ajali, nahodha Francesco Cettino alihukumiwa kwa makosa ya kusababisha vifo kwa uzembe, yani manslaughter, uharibifu wa meli kwa uzembe, kuchelewa kuamuru abiria waokolewe na kuondoka kwenye meli kabla ya abiria wote kuokolewa. Mwaka wa 2015 alihukumiwa miaka 16 jela kwa makosa hayo, 10 kwa kusababisha vifo, 5 kwa kusababisha ajali ya meli na 1 kwa kuacha meli. Licha ya kukataa rufaa, ila mwaka wa 2017 mahakama ya Italia iliikataa rufaa yake na kumsweka jela rasmi Francesco Cettino katika gereza la Rebibbia, Roma. Kuonesha ujasiri, ushujaa, kufurahisha watu na hatimaye kupoteza maisha ya watu na kuishia jela.
hatari sana. Ebara, hii ni Story Moja Extended na mimi ni Fisesal 99. Usisahau kusubscribe YouTube yetu ya Smile Media TZ na kutufuata kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram na TikTok @Fisesal 99 na pale Facebook ni Fisesal Das Ezekiel. Kiitaliano tunamalizia chao chao. Hii ni Story Moja.